Usicheze. Tunamiliki kwa kupigana vita, tunashinda kwa kupigana vita. Mtu akijaa kwenye 18 zako, mtandike mpaka hadithie na wajukuu zake wajao. Dawa ya kupita kwenye jaribu sio kulikwepa, ni kupita katikati yake. Unanisikia? Namna nzuri ya kushinda jaribu sio kulikwepa. Unaona jaribu liko hapa, ukiamua kulikwepa, ukilikwepa utakutana nalo mbele. Siwezi kusahau siku ambayo mimi nimewaaga makao makuu hapa kwamba jamani na kwenda kufanya ziara kwenye mkoa wa Dodoma. Nimepanga kwa sababu sijatembelea makanisa ya Dodoma mengi. Tuna makanisa kila mkoa, kila wilaya, kila tarafa, kila kata. Nasema mimi kwa sababu nina ndege nikazungukie makanisa ya Dodoma yote ndani ya siku 2. Mkoa mzima, wilaya zote, tarafa zote na kila mahali. Nimeondoka hapa, helikopta imetua Sea Cliff pale. Nimeingia ndani ya helikopta na marubani wangu wawili. Ndani ya helikopta tumeweka na nyimbo tunaimba. Ametenda maajabu. Tunapasua anga. Tumepasua anga wale. Tumefika kwenye kanisa la kwanza, wilaya mojawapo, Mpwapwa. Tukafika pale Mpwapwa, tukatua Mpwapwa pale, nikaenda kanisani. Kwanza kuwajenga watu wa kanisani, fanya semina na viongozi. Nimemaliza nikaingia kwenye helikopta. Tunaelekea Chamwino. Kuelekea Chamwino naelekea makanisa. Napanda juu Chamwino pale, Esther Wasila ananipigia simu, baba, cha ajabu kweli. Nini? Kuna kitu kinaendelea. Nikamwambia rubani, nini? Kwenye matangazo. Nikamwambia rubani, hebu washa redio. Naelekea kwenye mji unaofuata, nielekee mji mmoja pale wilaya moja pale katikati pale, na sio anatangazwa kwa watu wanaouza madawa ya kulevya. Mtu mmoja wapo anaitwa rafiki yangu, ndugu yangu, siwezi kumtaja sasa hivi lakini nitawatajia baadaye. Mimi naelekea kutembelea makanisa. Halafu inaendelea pale juu pale, nakwenda pale juu pale. Baadaye watu wanamwambia, taja uliyemwacha, taja. Uliyemwacha taja. Baadaye anasema ni rafiki yangu Askofu Gwajima. Nikamwambia pilot wangu kimeharibika. Nikamwambia piga kona ndege, twende Dodoma airport, tuweke mafuta, turudi Dar es Salaam nikaonane na huyu dogo. Kwenye maisha unaweza kupata mtu wa kukusonga kwenye jambo. Sio kwamba anakusonga kwa sababu anataka kukuua, ametumwa na Mungu kukutengenezea kesho iliyojaa neema. Wakati ule utakuwa na machungu, utajisikia vibaya, utajisikia kuonewa, lakini Mungu anaweza kutumia chochote. Kesho yako imeandaliwa na Bwana. Usiwaangalie wanaokuchokoza. Wanainoa kesho yako, wananoa biashara yako, wananoa familia yako, wananoa maisha yako. Piga kelele, sema haleluya. From nowhere. Nikamwambia pilot, bwana piga kona. Akapiga kona kurudi Dodoma airport. Niposhuka Dodoma airport, nikasema sasa nimetangazwa nchi nzima na dunia nzima. Sasa mtu anapoona naruka na helikopta, si ndiye anaona ndiye ana madawa yake huyo. Sasa nikatua ndege airport pale, nikasema wacha niende nikamwone RPC wa Dodoma, ni mtaarifu kwamba bwana nimetajwa, nimeahirisha safari, narudi Dar es Salaam. Nikaenda mpaka makao makuu, nikamkuta RPC wakati ule mambo sasa. Nikamwambia bwana kamanda, kuna dogo mmoja akasema, baba askofu, tumesikia na sisi, hata sisi tunakushauri rudi Dar es Salaam. Ukiendelea na ziara yako utafika kwenye wilaya moja, nilikuwa nakwenda Urangi kule, utafika kwenye wilaya moja watu hataeleweka, rudi. Kwenye ndege nzima naomba. Lakini nasema maneno haya tu. Nasema kila silaha ilikotoka itarudi ilikotoka.
Nasema maneno moja, kama Mungu aishivyo itarudi likotoka. Kwa hiyo Mungu, nikaja moja kwa moja kwenda kutua Seacliff, nikaingia kwenye gari nyumbani. Kesho yake amesema huyo bwana njoni Ijumaa, mimi nasema kesho nakuja. Dawa ya kupita kwenye jaribu sio kulikwepa, ni kupita katikati yake. Unanisikia eh? Namna nzuri ya kushinda jaribu sio kulikwepa. Unaona jaribu liko hapa, ukiamua kulikwepa, ukilikwepa utakutana nalo mbele. Mungu anaruhusu majaribu ili yakunoe. Hebu sema yakunoe. Rudia tena. Rudia tena. Wakati wa majaribu sio wa kulia. Usilie. Jaribu halikuwapateni isipokuwa limeruhusiwa na Mungu. Na Mungu akiruhusu jaribu likupate, anakupa na mlango wa kutokea. Na unapotoka ndani ya jaribu, you are no longer the same. God prepares a way out of our problems. But when we go into problems, we don't know whether we're gonna come out safe. We think we are done. We think we are finished. God does not allow problem with the purpose of destroying you, but God allows problem with an intention of sharpening your maneuvers. Mungu anaruhusu tatizo sio kwa lengo la kukuangamiza, anataka sarakasi na acrobatic zako ziimprove. Uwajue watu. Ujue watu. Nikaja kutua pale huyo, nakwenda nyumbani kwangu, nafika pale nikamkuta mzee Gwajima yupo. Nikamwambia mzee Gwajima, kuna dogo moja. Nikaanza kumwelezea, akaniambia mzee Gwajima, wewe mwache, Mungu atamlipa. Nikasema mimi namlipa. Mimi namlipa. Mzee Gwajima akasema hapana, mwache, Mungu atamlipa. Nikasema mimi ndio Mungu namlipa. Usidanganywe na mtu. Ukisema kwamba nyamaza, Mungu atakulipia. Wewe ukiona, Mungu ameona. Ukisikia, Mungu amesikia. Ukiona, Mungu ameona. Ukisema, Mungu amesema. Ukinyamaza, Mungu amenyamaza. Nikupe siri. Mtu akikupiga, mpige mara 100 mpaka kaonyeshe na wazazi wake. Labda niseme tena, majasusi ya mbinguni, mtu akivamia eneo lako, hujamkosea. Maana anaanza kuongelea mchumba wako. Mchumba wake usimuoe yule, unajua yule, najua familia yake, kuna ndugu yao tunamjua kabisa, ana ukoma. Yani mtu akijaa kwenye 18 zako, mtandike mpaka hadithie na wajukuu zake wajao. Narudia tena. Muwe wapole kama hua, lakini muwe wajanja kama nyoka. Mwambie mwenzako sisi ni wapole, ila ukitujia hovyo tunagonga. Ndipo nilipotoka mimi kwa mamlaka ya Yesu Kristo hapa. Nikasema kuanzia leo na kufuta kwenye ulimwengu wa utawala, kwenye ulimwengu wa siasa, na kufuta. Usicheze. Na wewe nisikilize vizuri. Nakwambia haya kwa makusudi ya kujifunza kwamba kila jambo linalokujia Mungu ameliruhusu ili wewe ujifunze kupigana vita. Tunamiliki kwa kupigana vita. Tunashinda kwa kupigana vita. Ukiwachokoza Mayahudi kwa jambo moja, ukaua mmoja, wanaua 300. Mtu akikuchokoza, mtandike mpaka akihadithie kizazi chake cha 3. Listen. Kwa hiyo
mtu ametumwa kuiarrest kesho yako. Listen to me. I want you to listen. Please be seated and listen to me. Listen to me. Listen to me. Mashetani wana uwezo wa kuona kesho ya mtu. Mashetani wana uwezo wa kuona kesho ya mtu. Nikupe mifano minne. Mfano wa kwanza. Wana wa Skewa walikuwa wanakemea mapepo. Wakayambia kwa jina la Yesu Kristo anayehubiriwa na Paulo, toka. Mapepo yakasema, Paulo tunamjua na Yesu tunamjua, wewe ni nani? Kwa hiyo mapepo yanajua. Tena the English Bible says, they say, I know Jesus and Paul I understand. To know somebody and to understand somebody is a very big difference. Kwa hiyo mashetani yanajua. Mashetani yanaweza kumuona mtu akamjua. Namba 2. Mtume Paulo amefika Filipi kuhubiri habari njema. Saa ya kusali yeye yuko pamoja na Luka wanakwenda kuomba. Wakakutana binti mmoja aliyekuwa na mapepo ya uaguzi. Akawaambia, hawa ni watumishi wa Mungu aliye hai wenye kuwahubiria habari ya wokovu. Ukisoma Paulo ametoka Israeli ameingia Ufilipi. Ufilipi ni Ulaya, kwenye nchi ya Ugiriki. Nimekuwepo mimi kutoka Ufilipi, kutoka Tel Aviv kuruka mpaka Filipi ni masaa 2, ni mbali. Paulo amefika tu pale Filipi, mashetani yanawaambia tunakujua Paulo. Mashetani yanaweza yakamjua mtu ni mtumishi wa Mungu au sio. Namba 3. Biblia inasema kila walipomuona walipiga kelele wakisema, tunakujua u nani, mtakatifu wa Bwana. Akawaambia, nyamazeni. Mashetani wanaweza kujua, wanaweza kufahamu. Namba 4. Wana wa Israeli wanatoka Misri, wanapita kwenye nchi mojawapo. Mfalme wa nchi hiyo anaitwa Baraki. Alipoona kwamba ameelemewa, akaenda kumuita mchawi awalani wana wa Israeli. Mchawi anaitwa Balaam. Mchawi alipokuja akasimama kwenye kilima, anaambiwa walani wale ili wasipenye. Hakuna laana itakayokupata wewe kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Anasema kwamba hawa wanaelekea kunikabili mimi, ninaomba uwalaani, bila shaka utawashinda katika vita. Na hapa amekoti anasema, kwa kuwa yeye umlanie hulaniwa, umbarikie humbarikiwa. Kumbe kuna laana ya kichawi na kuna baraka ya kichawi. Na funja vipande vipande laana za kichawi juu ya maisha ya kila mtu kwa jina la Yesu. Sasa yule mchawi akasimama pale, akawaangalia wana wa Israeli wanatoka Misri. Akasema hivi, namuona ila si sasa. Atasemaje namuona? Kwa sababu wana wa Israeli wako 3,000,000. Anatakiwa aseme na waona. Soma Biblia inasema namuona lakini si sasa, namtazama lakini si karibu. Itatoka nyota katika Yakobo, nayo itavunja wana wa Ghasia. Anasema namuona si sasa, namtazama si karibu, itatoka nyota. Kumbe baadaye, kumbe lile chawi lilikuwa linaona wana wa Israeli, na katikati ya wana wa Israeli linaiona nyota ya Yesu ambaye hajazaliwa. Ndiyo maana Yesu alipokuja kuzaliwa, nyota ile ile lililoliona ichawi wakaona mamajusi wa mashariki. Ina maana lile chawi lilimwona Yesu kabla hajazaliwa miaka 400 katikati ya wana wa Israeli. Machawi yanaweza kuiona kesho yako kabla hujatokea. Yanajua kabisa wewe ni katibu mkuu, yanajua wewe ni mkurugenzi, yanajua wewe ni manager, yanajua wewe ni fulani, yanaona ni fulani miaka 10 ijayo. Wanaanza kushindana wewe leo, wanaanza kukutia mzigo leo. Shida zako wewe ni kwa sababu ya hatima uliobeba. Umebeba kitu kikubwa sana, baadaye utakuwa mkubwa sana baadaye. Mashetani wakiangalia size yako wanasema shindaneni naye, tusipomweza sasa hivi atatushinda baadaye. Unajua mbuyu unapomea hakuna tofauti na mchicha. Baada ya miaka 200 kukata sio bulldozer moja.
Kwa hiyo kuua vitu vinavyokuwa ni rahisi. Ndio maana Herode akaua watoto wachanga. Ndio maana Yusufu akiwa anakuwa akataka. Shetani ana kawaida ya kuua vitu vinavyozaliwa. Kisha nikaliona joka limesimama mbele ya mwanamke aliye tayari kuzaa ili limeze mtoto atakapozaliwa. Shetani ana kawaida ya kuvimeza vitu vikiwa vidogo. Yaani wewe umetoka mbinguni, potoka mbinguni umeshehenezwa. Kuna akili ya kufanya real estate. Yaani mbinguni wanakujua wewe ni tajiri, wamekubebesha hekima ya utajiri. Mbinguni wanajua wewe ni kiongozi. Tangu ulipotoka mbinguni, wachawi wanakuona umebebeshwa na Mungu wa mbinguni kuja duniani. Kama alivyobebeshwa Yesu, mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mwokozi mwenye nguvu, na wewe umebebeshwa. Vita yako inatokana na kile ulichobeba. Aliyebeba sana ana vita sana, aliyebeba kidogo ana vita kidogo. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW. Tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.